Ufunuo 13 ule mstari wa 11, maneno ya Bwana yanasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka. Tunachotakiwa tujue tunapotafsiri maneno haya ni kwamba yule adui Shetani ametuwekea mtego ya kwamba iko original ambayo ndiye Roho Mtakatifu na utendaji kazi wake, kwa sababu nyuma ya Roho Mtakatifu iko nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Shetani anajua kazi za huyu Roho Mtakatifu, na yeye akakopi kazi zake, akatengeneza fake ambayo ni roho huyu nabii wa uongo. Na hawezi kujua kama hii ni fake mpaka uweze kujua original ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la kufanya hivi ni kuendelea kuwakamata wale watoto wa Mungu ambao hawataki kuzifahamu siri za Mungu na ufalme wake na jinsi anavyotenda kazi. Na ndio maana akamleta huyu nabii wa uongo, ni mfano wa mwana-kondoo, lakini yeye ananena kama joka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea katika Ufunuo hiyo 13:12, naye anautumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ujue ya kwamba Roho Mtakatifu anapotenda kazi ni kwa sababu anataka Mungu atukuzwe ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatukuzwa ndani ya Bwana, lakini utendaji kazi wa huyo nabii wa uongo, yeye anataka ya kwamba Shetani atukuzwe kupitia hii nguvu ya huyo mnyama, kwa sababu anaifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie yule mnyama wa kwanza. Lakini yule mnyama wa kwanza anapokea nguvu kutoka kwa yule joka kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na anaendelea kufanya ishara, ndio mstari wa 13, ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele za wanadamu. Ishara hizi zinazofanyika ni ishara zinazolenga kumfanya yule ambaye anakwenda kupokea na kuamini. Unapoiamini ishara hile, umekwisha kumwamini yeye aliye nyuma yake. Nataka uwe makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo kwenye ule wanasema njia tunayoendea mlango wake ni mwembamba nayo imesonga. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ujue ishara yoyote imeleta kumwamini yule mtenda ishara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoziamini ishara za yoyote yule ambaye ni nabii wa uongo, umemwamini Shetani kupitia huyu nguvu za yule mnyama. Kwa hiyo uko mtego mkubwa sana ambao, na ndio maana Biblia inasema ya kwamba manabii hawa uongo siku za mwisho watakuwa ni wengi, nao watawadanganya hata walio wateule. Maana anatumia lugha moja, yamkini hata walio wateule wa Mungu watadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya eneo ambalo wateule wanaweza kudanganywa ni kule kuziamini ishara na kuzikimbilia ishara
pasipokuwa makini kujua ya kwamba ishara hii kinachonenwa sio Roho wa Mungu, kinachonena ni joka. Nitakwenda kukuonyesha maandiko yanavyoendelea kufunua ya kwamba kila ishara unayoiona duniani ina sauti. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuniuliza kwa umejua wapi? Maandiko yamezungumza hakuna ishara inayofanyika duniani sio na sauti nyumbani. Ila wewe ndio hutaki kuisikiliza, na kwa sababu hutaki kuisikiliza, basi utajikuta wewe ni mteule uliyekwisha kunaswa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 2:17 anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Nataka nikwambie, katika utendaji kazi wote unaoona hapa, shetani naye kupitia nabii wa uongo anazifanya hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anafanya ishara, na tuliona hata katika kipindi kile cha Musa. Musa alitoa ishara na waganga wakatoa ishara. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ile aliyetoa Musa kupitia Mungu, waganga ndio walifanya ile kupitia shetani. Bwana Yesu asifiwe. Waligeuza fimbo kwa nyoka na wale wakageuza, wakapiga mapigo ya chuma na wale wakapiga. Bwana Yesu asifiwe. Wakapiga mapigo ya enzi na wale wakapiga. Bwana Yesu asifiwe. Wakageuza maji kwa damu na wao wakapiga. Kwa hiyo hauwezi kutofautisha nabii wa kweli na nabii wa uongo, roho ya kweli na roho ya uongo kwa ishara tu. Lazima uwe makini kusikiliza sauti iliyo nyuma ya ishara hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama kutabiri, hata wao waganga wa kienyeji wanaweza kutabiri. Hata mtu akiwa na roho wa uongo, nabii wa uongo, anaweza kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema wana wenu na binti zenu watatabiri, Bwana Yesu asifiwe, ni lazima ujue sasa anapotabiri mtoto wako, binti yako anapotabiri, ni lazima uwe makini. Usikurupuke ukasema hii ni Roho Mtakatifu. Lazima uwe na kitu cha ziada cha kujua utabiri huu unaotabiriwa kuna sauti ya nyoka au ni sauti ya Mungu katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wenu wataona maono. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona maono kabisa, lakini je, maono unayoona kuna sauti ya nani iliyo nyuma hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe sio wa kwanza kuota ndoto, hata Nebukadneza aliota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wala hakuwahi kuokoka, na ilikuwa ni ndoto ya Mungu. Ina maana Mungu anaweza kuotesha ndoto hata wapagani, na shetani anaweza kuotesha ndoto kwa wapagani, na hata kwa wateule wa Mungu anaweza kuota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni lazima uwe na kitu cha ziada kujua hii ndoto niliyoiota leo ni ndoto iliyotoka, kuna sauti ya nani nyuma ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye pamoja na yote aliyoyakopi ya kwamba ni mfano wa mwana kondoo, ananena kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amekopi utendaji kazi wote wa Roho Mtakatifu, ishara, maajabu, kutabiri, maono, ndoto, anazifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini koma imewekwa, ananena kama joka. Hicho ni kitu sana cha kukumbuka na kukiwekea maana. Lakini tunapozungumza katika siku za mwisho, Bwana anapomimina roho kwa watu wake, na shetani naye anazimimina roho za mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusoma
katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 mstari wa kwanza anasema, enyi wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Anasema hiyo roho lazima uiangalie imetokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ninaloliona leo kwa walokole wengi na watakatifu wengi, Bwana Yesu asifiwe, akishajazwa Roho Mtakatifu akanena kwa lugha, akafunga na kuomba, na akawa na uwezo wa kuendesha maombi kama masaa 2 mfululizo, basi chochote kinachokuja, hata akiota ndoto, Bwana Yesu asifiwe, yeye anaamini tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kujaza kwako Roho Mtakatifu, kunena kwako kwa lugha, kufunga na kuomba, Bwana Yesu asifiwe, hakujawahi kufunga milango ya shetani kukujaribu na kukuangusha. Sura nilo vizuri. Mimi nimekuwa nikipokea mambo mengi sana kutoka kwa Kristo, lakini nikiyatafakari wakati mwingine na yasikiliza, kwa sababu tatizo la mtu mchanga, ukimwambia huyu si roho wa Mungu, ataanza kujua wewe, ataanza kusema wewe ndio una Mungu. Kwa hiyo unatakiwa uende naye kwa hekima mno, umwangalie huyu mtu nitamweleza vipi ili ajue hapa kafanya, kwa sababu yeye anaamini kanisa na Roho Mtakatifu, na mimi naamini umejazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na mimi najua juhudi zako katika kuomba, katika kufunga, katika uwezo, na hata ukiombea mapepo yanatoka, sina mashaka na wewe. Lakini unachokiona, unaelewa sauti iliyo nyuma ya hicho ambacho unakiona, hicho unachokiota. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamekamatwa huko, na imekuwa ni neema kwa Mungu kuona kwamba ametujalia mimi na wewe, haleluya, kuweza kuyanena haya maneno, ili kila mmoja awe wa kwanza kujitathmini, na mpaka tunamaliza hili somo hautakuja kusumbuliwa na roho tena na biroho. Bwana Yesu asifiwe. Maana utajua ya kwamba Mungu hakuna kitu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati mwingine waga ndoto, natamani kucheka, kinaambia Roho Mtakatifu, sasa hii itakuwa ni kumkosea adabu huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hajui, na mimi natakiwa nimwelekeze. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikwambie neno moja katika waraka wa kwanza wa Yohana 2:18. Watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Kwanza anatueleza msiziamini kila roho. Usiende haraka. Yaani umeota tu ndoto, kesho na kesho kutwa umeshaanza, au ghafla tu mtu ameanza kuona, unasema huyu ni nabii. Usiende haraka kiasi hicho, wala usijiite unabii. Tena katika huduma ambazo mimi zipite mbali, na mimi nina huduma za unabii. Naambia Yesu, ninakishia hapa kwa uchungaji wangu, maana nitasoma neno, nitatafsiri neno. Hayo mambo ya unabii, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, huduma ya unabii sio nyepesi kama unavyofikiri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uwe makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:3, kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambao umesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Watu wengi wanafikiri shetani anafanya kazi katika namna ambayo wewe utamgundua.
Unajua hata mimi ni kwa mfano mimi ni mwizi. Nikijua nimeshajua kwamba njia nayoiba ni hii. Bwana Yesu asifiwe, nikaiba mimi. Nafikiri mimi sio mwizi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwizi ni yule anayejua kwamba hii njia ameshaigundua. Kwa hiyo mimi ninakuja. Hakuna nabii wa uongo atakayempinga Yesu moja kwa moja. Si utagundua. Bwana Yesu asifiwe. Si utagundua. Wewe leo unaweza kwenda kwa mganga wa kienyeji, si unajua kabisa mkili Yesu. Lakini wanaingia kanisani. Ndio maana anasema watakuja wengi kwa jina langu. Wanakuja kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfano wa mwana kondoo, lakini msikilize jinsi anavyonena. Utasema jamani, hapa kuna nyoka. Haneni kama Yesu mwenyewe. Haneni kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wasikilizi yale yanayonenwa. Wamekuwa wepesi wengine kufunikwa na miujiza, wengine kufunikwa na namna mtumishi wa Mungu anavyonena. Wameacha kuzijaribu hizi roho zilizo nyuma ya huyu mtumishi, zilizo nyuma ya haya maono, ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na utabiri, kuna roho gani na sauti gani iko nyuma? Hicho wameacha. Nataka nikwambie neno moja. Wanakuja wengi manabii wao, watakuja kwa jina la Yesu. Hawatakuja kwa jina la mtume Bwana. Hawatakuja kwa jina la miungu, watakuja kwa jina la Yesu. Utawatofautishaje kwamba huyu anamtamka Yesu na huyu anamtamka Yesu? Lakini hapa kuna mfano wa Yesu, lakini sauti, Bwana Yesu asifiwe, ananena kama nyoka. Kwa sababu tunapozungumza ya kwamba ni kama mwanakondoo, ya kwamba ni mfano wa mwanakondoo, yani ni vile ni mfano wa Yesu, lakini tofauti yake jinsi anavyonena. Luka 9:26 anasema, kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamuonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na Baba na wa malaika watakatifu. Uweze kumtenga Yesu na neno lake, kwa sababu lile neno la Yesu ndiyo sauti yake, ndivyo anavyonena. Yani hata Yesu angeshuka leo hapa, asingeweza kunena tofauti na alivyonena na tulivyoandikiwa kwenye Biblia. Na hata Roho Mtakatifu, Biblia imesema katika mambo atakayofundisha, atawafundisha katika yale na kuwakumbusha yale ambayo Yesu ameyanena. Hata yanena ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Sio nasoma Biblia vizuri. Roho Mtakatifu hata yanena ya kwake, bali atayanena yale yaliyotokana na kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo yoyote yule anayenena, hata kama ni mfano wa Yesu, anamkiri Yesu, amekuja kwako kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Yesu, lakini anavyonena, Bwana Yesu asifiwe, kuwa makini. Tuitazama mambo kadha wa kadha. Kwa nini huyu nabii wa uongo anafanya vita na neno? Kwanza kwa sababu tumeona Yesu ndio neno. Kwa hiyo anapokutoa kwenye neno, amekutoa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini anapigana vita na imani yako? Ni kwa sababu anajua chanzo cha imani yako ni neno. Kwa hiyo yeye akilipiga lile neno na imani yako imeyumba, haitasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulikuja kujua kinachojaribiwa ni neno ulilolipokea likakutengenezea wewe, Bwana Yesu asifiwe, imani. Kwa sababu hakuna imani yoyote tulionayo sisi wa Kristo ambayo haitokani na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa uongo anapambana na lile neno lililoleta imani kwako,
ili utoke kwenye neno. Ukitoka kwenye neno, basi amekutoa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaenda kuona katika Warumi 10:17 anapingana na neno, kwa sababu neno ndiyo chanzo cha imani. Maana imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Tukasoma Waebrania 10:38 ya kwamba mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akisita kwenye hiyo imani, Bwana anafurahi. Ila maana ukitoka kwenye neno, umemkasirisha Mungu, umeiacha imani. Waebrania 11 tuliona 6, kutompendeza Mungu. Maana Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Imani chanzo chake ni kusikia kutokana na neno la Mungu. Unapoacha kuamini, ndio maana niwaambia ni hatari sana. Leo mlokole anamkiri Yesu, lakini azikiri nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anakuwa ni mfano wa mtaua ambaye anasema Yesu Yesu. Nataka nikwambie hata nabii wa uongo anasema Yesu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tatizo lake ananena kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka wewe uwe ni mlokole ambaye unamkiri Yesu, unamnena Yesu, lakini unazikiri na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi kwa imani, kwa sababu utakapoenenda kwa imani utampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoishi kwa imani utaendelea kumsihi Mungu na atatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mathayo 21:22, nguvu ya kuomba kwa imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo mashaka ndio nguvu inayoleta majibu. Chochote mtakachoomba mkiamini, msiwe na shaka, kimeshakuwa cha kweli. Shetani anachezea neno la imani yako ili wewe usipokee majibu ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini anajua ya kwamba kupitia majibu hayo, hao waliopita hapa mbele wanamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anajua majibu yako yakipatikana mtamtukuza Mungu na kumshukuru Mungu. Na yeye anahakikisha kwamba katika maombi unachoomba hauwezi kumpendeza, hauwezi kumkaribia Mungu, hauwezi kupokea majibu, lakini anayesababisha usipokee majibu ni wewe mwenyewe, kwa sababu imani yako ilichezewa na Shetani. Lakini tukaangalia katika Hesabu ile 23, sauti kuu ya mfalme hii katikati yao. Unapoishi kwa neno na unapotembea katika neno, sauti kuu ya mfalme ipo katikati yako. Hapatakuwa na mchawi wala mganga. Bwana Yesu asifiwe. Neno ni ulinzi wetu. Neno ni mipaka uliwekwa kati ya sisi na Shetani. Anasema siwezi kuvuka mpaka wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ina maana tunapokuwa ndani ya neno tunakuwa tuko salama, kwa sababu unapokuwa ndani ya neno unakuwa ndani ya Yesu. Unapokuwa ndani ya Yesu, sauti ya yule mfalme mkuu iko katikati yako. Hakuna mganga wala mchawi. Bwana Yesu asifiwe.